Huenda soka la nchini Bulgaria ukakumbwa na kashfa mpya ya upangaji wa matokeo kufuatia tukio lililofichuliwa moja kwa moja kwenye televisheni wakati wa mechi ya CSKA Sofia na Lokomotiv Sofia. Katika mechi hiyo ya ligi kuu ya Bulgaria iliyochezwa tarehe 27 Machi 2025, CSKA Sofia ilishinda goli moja dhidi ya Lokomotiv Sofia. Video ambayo imesambaa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii inaonyesha tukio la kushangaza ambapo mchezaji wa Lokomotiv Sofia alionekana kufanya kosa la makusudi lililosababisha bao pekee la mchezo huo. Tukio hilo limeibua maswali mengi kuhusu uwezekanaji wa upangaji wa matokeo katika mechi mbalimbali ambazo zimekuwa zikiendelea nchini humo. Hii si mara ya kwanza kwa soka la Bulgaria kukumbwa na madai ya upangaji wa matokeo, kwa kuwa hata mnamo Disemba 2010 mamlaka ya Bulgaria zilianzisha uchunguzi kuhusu madai ya upangaji wa matokeo katika mechi 8 za soka, ikiwa na pamoja ya mechi za ligi na makombe. Timu kama Lokomotiv Mezdra, Litex Lovech na CSKA Sofia ikimaliziwa na Levski Sofia zilihusishwa sana katika uchunguzi huo, yaani za upangaji wa matokeo, ambapo pia mnamo Disemba 2014 polisi wa Bulgaria waliokamata wachezaji 9 kwa tuhuma za upangaji wa matokeo, ikiwemo na wachezaji wa zamani wa timu ya taifa ya Martin Kamborov, Alexander Tomvek na Kirill Kotev. Mnamo Julai 2011 bunge la Bulgaria liliidhinisha marekebisho ya sheria ambapo mtu yeyote atakayepatikana na hatia ya kujaribu kupanga matokeo ya mchezo atakabiliwa na kifungo hadi cha miaka 6 jela na faini ya dola zaidi ya 10,890. Mamlaka ya soka nchini Bulgaria zinatarajia kuchunguza madai haya mapya ili kuhakikisha uadilifu wa michezo ambao unadumishwa mpaka hivi sasa. Sasa tukio kubwa ambalo limewagusa watu wengi ni baada ya kuonekana referee ambaye anapatikana katika chumba cha VAR, yani video assistant referees, ambaye alikuwa anatandika mkeka kwa huo muda bana. Watu wengi sasa hivi wameanza kulichunguza tukio hili kwa ukaribu kwa sababu wanaamini inawezekana kuna mambo mengi sana yanaendelea nyuma ya pazia, hususan katika swala zima la upangaji wa matokeo. Watu wengi wamekuwa kilalamika inawezekana hawa marefari, inawezekana ndio maana wanachezesha chini ya kiwango kwa sababu kuna mikeka ambayo wameitandika. Sasa refari mpaka hivi sasa amekumbwa na tuhuma hiyo mzito ambayo imemkabili. Hatujajua hatua gani zitachukuliwa kama atakutwa na hatia hiyo. Inawezekana hata kuzuiliwa moja kwa moja kushiriki katika michezo, kwa sababu uwezi wewe ukawa muamuzi alafu ukaona nafasi ya kushinda mchezo ukaacha kutumia hiyo nafasi wakati kuna mkeka wako unapumua bana. Hiyo ni taarifa kutokea kule nchini Bulgaria inayomhusisha refa kupanga matokeo ama kutandika mkeka wakati mechi inaendelea. Taarifa zaidi tutakujuza pale ambapo hatua ama mambo ambayo yataendelea, tutapata muda wa kukujuza zaidi.